Endelea kuzungumza na watu mbalimbali kwa ajili ya kujua jambo gani wamejifunza katika msikiti huu. Hii ni temporary. Ndo namsubiri hapo. Sababu bwana Assalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh? Alhamdulillah. Unaitwa nani? Naitwa Alhaji Isa Juma Roda. Alhaji Isa Juma Roda. Ni mkazi wa maeneo haya? Mkazi wa mjini. Leo umefika muda gani msikitini? Nimefika saa 7 kasorobo. Umejifunza nini kutokana na hutuba ya leo? Nimejifunza swala la malezi ya familia, kulea watoto. Kwa kweli ni jambo ambalo limeniingia sana. Kwa sababu ni jambo muhimu kwa ulezi wa watoto. Kwa hiyo kwa kweli nimefarijika sana kuja kuswali. Ujumbe wako kwa wale ambao hawakuwepo msikitini? Wangu kwa wale ambao hawakuwepo msikitini, naomba waje wapate mawaidha mazuri ambayo yanaweza kukusaidia kukuondosha pale ulipokuwa, ya kuleta kwenye toa ya Mwenyezi Mungu. Shukrani sana, Allah kufanyia wepesi inshallah. Naam. Sisi ni Al-Burhan Online TV. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Bwana Muhammad. Ndio. Muhammad Ali. Mwenyeji wa msikiti huu? Ni mwenyeji. Wewe ni nani? Sina kitengo chochote ni Leo hutuba ya leo umepata fursa ya kusikiliza vizuri. Jambo gani umejifunza? Kuwalea watoto katika maadili mema. Jambo wako kwa Waislamu? Waislamu tuzingatie tunayoamrishwa na tulioamrishwa kuyafanya na kuyaacha mabaya tuliyokatazwa. Shukrani sana, Allah tuhifadhi. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Sheikh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni Al-Burhan Online TV kutoka Mwanza. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisi Khalfani. Ndio. Ni mwenyeji wa msikiti huu? Ni mwenyeji wa msikiti huu. Ndio. Hutuba ya leo umejifunza jambo gani? Nimejifunza kuwalea watoto katika maadili mema na vile vile kufuata misingi aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu. Basi shukrani sana, Allah tuhifadhi inshallah. Sisi ni Al-Burhan Online TV. Wewe unaitwa nani? Naitwa Ibrahim Saidi Khalfani. Unakaa maeneo haya? Naam, mimi ni mwenyeji wa Shinyanga, mwenyekiti wa Istikama Shinyanga. Naam. Leo umejifunza kitu gani kutokana na hutuba ya leo ya malezi? Hutuba hii ni muhimu kwa sababu kama tunavyofahamu utandawazi imekuwa vijana wanakuwa na maamuzi bila kuzingatia kwamba nini kitatokea baadaye. Lakini kwa sasa hivi kulingana na hutuba hii inawafundisha Waislamu na vijana hasa wanaotarajia kuoa na mabinti wanaotarajia kuolewa juu ya kuzingatia mafundisho ya dini yao. Jinsi gani ya kujiandaa na jinsi gani ya kuchagua familia anayoitaka kwa baadaye, na jinsi gani ya kuandaa kizazi ambacho kitakuwa na tija nzuri kwa dini yake lakini na kwa taifa la Tanzania kwa ujumla. Shukrani sana, Allah tuhifadhi inshallah. Za Uislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Uislamu ni nguzo 5, mojawapo ikiwa ni iqamatus salah, kusimamisha swala. Naam. Shukrani sana mzee, Allah tuhifadhi. Shukran.